Mahakama Kuu Kanda ya Mtwara imetoa hukumu ya adhabu hadi kifo kwa kunyongwa hadi kufa dhidi ya askari wawili waliopatikana na hatia ya kumuua kwa makusudi mfanyabiashara wa madini Musa Hamis aliyeuawa Januari 5, 2022 katika mazingira ya kutatanisha. Waliotiwa hatiani ni Gilbert Karanje aliyekuwa mkuu wa upelelezi wilaya ya Mtwara OCD na Charles Onyango aliyekuwa mkuu wa kituo cha polisi Mtwara yani OCS. Hukumu hiyo imetolewa na Jaji Amidu Mwanga wa Mahakama Kuu ya Kanda ya Dar es Salaam katika kikao cha mahakama kilichofanyika mkoani Mtwara. Kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa mahakamani, mahakama ilibaini ya kuwa marehemu Musa Hamisi aliuawa kwa namna ya kikatili, hali iliyoashiria matumizi mabaya ya madaraka pamoja na nguvu kupita kiasi kutoka kwa maofisa wa polisi waliokuwa na jukumu la kumlinda. Mahakama ilithibitisha ya kuwa ushahidi uliotolewa dhidi ya askari hao wawili ulikuwa wa kutosha na uliwathibitishia hatia bila kuacha shaka yoyote. Katika kesi hiyo, jumla ya askari 7 walikuwa wanakabiliwa na mashtaka ya mauaji, lakini mahakama iliwaachia huru askari wengine 5 baada ya kutoridhika na ushahidi uliowasilishwa dhidi yao. Askari hao waliokuwa wakikabiliwa na kesi hiyo ni pamoja na Gilbert Karanje, Charles Onyango, Charles Kisinza, ofisa wa intelijensia ya jinai mkoani Mtwara, John Msuya, mkaguzi wa polisi, Malcolm Mbuta, mganga mkuu wa zahanati ya polisi, Shilazi Mkupa, mkaguzi wa polisi, na Salim Juma Mbalu, koplo wa polisi. Kwa mujibu wa taarifa za awali zilizotolewa na kamanda wa polisi mkoani Mtwara mwaka 2022 Maki Njera, tukio hilo lilianza Oktoba 2021 ambapo marehemu Musa Hamis alikamatwa akiwa katika loji itwayo Sadina iliyopo Mtwara kwa madai ya kuwa na matumizi makubwa ya fedha. Polisi walimpekua na kumpata na shilingi milioni 2.3 ambapo aliwaeleza ya kuwa akifanya biashara Dar es Salaam na fedha hizo alipewa na marafiki wake. Alikiri pia ya kuwa alikuwa na fedha nyingine wilayani Nachingwea. Polisi walifuatilia na kumpata na kiasi cha dola 13,500 za Kimarekani sawa na shilingi milioni 33.7. Baada ya kurejea Mtwara na kushikiliwa kwa siku 3 na kisha kupewa dhamana Januari 5, 2022, Musa Hamis alirudi kituo kikuu cha polisi kufuatilia hatima ya fedha zake, lakini hakuonekana tena. Taarifa baadaye zilithibitisha ya kuwa tayari alikuwa amefariki dunia katika mazingira ya kutatanisha yaliyohusishwa moja kwa moja na askari waliomkamata na kushikilia fedha zake. Kwa mujibu wa mahakama, mauaji hayo yalitekelezwa kwa makusudi, huku maafisa waliotajwa wakitumia madaraka yao vibaya kwa ajili ya manufaa yao binafsi. Hukumu imepokelewa kama hatua muhimu na ya kipekee katika historia ya uwajibikaji kwa maafisa wa vyombo vya dola, hasa kutokana na kuwa mara chache sana kwa askari wenye vyeo vya juu kufikishwa mahakamani na kuhukumiwa kwa kesi za mauaji. Hadi kufikia sasa haijafahamika kama maafisa waliotiwa hatiani watakata rufaa katika mahakama ya rufani kupinga hukumu hiyo. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, adhabu ya kifo lazima ithibitishwe na mahakama ya rufani kabla ya kutekelezwa rasmi. Hii ni M-Media, jina langu naitwa Bertram Chopa. Endelea kubaki na sisi kwa taarifa zaidi.